Na Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga, mbunge wa Vwawa, aulize swali lake. Mheshimiwa Japhet Hasunga anauliza, je, upi mpango wa serikali kuwalipa fidia wananchi wa kitongoji cha Isela Ndolezi ili kupisha upanuzi wa eneo la Kimondo na kuleta wanyamapori? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Japhet Hasunga, mbunge wa Vwawa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1967 Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Idara ya Malikale ilitangaza Kimondo cha Mbozi kuwa eneo la urithi wa taifa kwa tangazo la serikali namba 90. Aidha, wizara ilikasimisha rasmi kituo cha Kimondo kwa hifadhi ya Ngorongoro kupitia tangazo la serikali namba 631 tarehe 14 mwezi wa 8 2020 ili kuimarisha usimamizi, uendeshaji na uendelezaji wa eneo hilo kwa lengo la kukuza uhifadhi na utalii wa mikoa ya ukanda wa kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uchambuzi wa kina wa eneo hilo lililopo sasa, serikali iliona ni busara kuliendeleza eneo hilo ili kuona tija yake kabla ya kuwa na mpango ya kutoa maeneo ya jirani. Hivyo, kwa sasa serikali haina mpango wa kupanua eneo hilo wala kuanzisha shughuli nyingine tofauti na zile zinazoendelea kwenye eneo hilo kwa sasa. Wananchi wa Isela Ndolezi wanaombwa waendelee na shughuli zao katika maeneo hayo na kushirikiana na serikali katika uendelezaji wa utalii katika eneo hilo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa wabunge, naomba tuzungumze kwa sauti ya chini ili tuweze kusikilizana. Mheshimiwa Japhet Hasunga, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa hii nafasi. Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri na serikali kwa ujumla kwa majibu mazuri sana na yenye faraja. Kwa kweli tunashukuru sana. Sasa ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa wananchi wa eneo hili tulifanya vikao kadhaa wakati tunataka kutoa lile eneo na kiasi kwamba wakakosa amani. Sasa ni lini serikali itaenda pale ili iende ikawatangazie rasmi kwamba mradi ule sasa haupo, waendelee kula maisha katika lile eneo? Swali la pili, kwa kuwa kila mwaka siku ya Vimondo duniani tulikuwa tunafanya sherehe pale kwenye eneo la Kimondo kwa muda wa siku 3 kwa ajili ya kukitangaza na kutangaza utalii, lakini huduma hii ilisitishwa karibu miaka 3-4 iliyopita. Je, ni lini serikali sasa itarudisha utaratibu ule wa kusherekea siku ya Vimondo duniani ili kuweza kutangaza utalii wa kusini? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Hasunga kama ifuatavyo. Kabla ya kujibu Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu nimpongeze sana kwa namna alivyokuwa anafuatilia swala hili la fidia pale Mbozi, tena kwa hekima na busara ya hali ya juu. Hongera sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara tu baada ya mkutano huu wa Bunge nitaambatana na Mheshimiwa mbunge tuende kutoa taarifa rasmi kwa wananchi wetu kwamba eneo hili sasa ni halali kutumia zile ambazo wamezuiliwa, na tuwe pamoja katika kuendeleza urithi wetu ule wa Kimondo kile pale. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli alichosema Mheshimiwa mbunge kwamba tuko na maadhimisho ya kila mwaka, mara nyingi ni tarehe 30 Juni. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba suala lile la maadhimisho litaendelea, na mwaka huu wa fedha tarehe 30 mwezi wa 6, mimi na yeye na wananchi, naomba awaambie wananchi wenzetu kwamba tutakuweko huko kwa ajili ya maadhimisho hayo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana.